Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Africa TV2. Ni matumaini yangu mzima na bukheri wa afya. Karibu sana katika kipindi cha musabaka wa wiki, kipindi ambacho kinakujia kila inapofika siku ya Jumamosi, muda na wakati kama huu. Wakati ambao tunakuletea maswali marahisi kabisa, maswali mawili. Maswali hayo utakapoyajibu utaingia katika draw ambayo itakuja kuchezeshwa mwishoni mwa kipindi kujipatia shilingi 50,000. Wewe mtazamaji, ni nafasi yako sasa kupiga simu kupitia nambari za simu ambazo zitakuwa hapo katika runinga yako. Mimi naitwa Ali Abdallah Mapande, ndio nitakuwa kiongozi wako siku hii ya leo katika uendeshaji na uulizaji wa maswali kwa wale ambao watakaobahatika kupata simu siku hii ya leo. Kama ilivyo kawaida mtazamaji, huwa tunakuletea maswali hayo mawili, maswali marahisi kabisa, ambapo baada ya kuyajibu maswali hayo unakuwa ni mmoja wa washindi ambao wataingia katika draw. Leo ule mfumo wetu wa kutumia kwa njia ya mtandao umeenda kombo kidogo. Kwa hiyo leo tumekuja na mfumo wa kutumia karatasi kisha tunazoweka katika mfano wa kitu kama hiki. Alafu baada ya hapo mwishoni mwa kipindi tutazungusha mmoja atakayebahatika ndiye ambaye atakuwa mshindi siku hii ya leo. Basi mtazamaji, nafasi yako sasa kwa ajili ya kupiga simu. Tutakuuliza maswali hayo, maswali marahisi kabisa, kisha baada ya hapo utakuwa ni mmoja wa washindi utakaoingia katika draw ya kuipambania shilingi 50,000 usiku huu wa leo. Na kwa upande wa YouTube bado hatujakaa sawa, pale ambapo tutakapokaa sawa basi tutakujia wewe mtazamaji wetu. Naam, kama kuna mtazamaji kwa line ya simu. Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nazungumza na nani na napiga simu kutokea wapi? Saleh kutoka Zanzibar. Saleh kutokea Zanzibar. Saleh, swali lako la kwanza linasema hivi: kuna tofauti gani baina ya Ar-Razzaq na Al-Wahhab? Tofauti gani baina ya Ar-Razzaq na Al-Wahhab? Moja, Al-Wahhab ni mtoaji bila sababu. Mbili, Ar-Razzaq ni mtoaji bila sababu. Tatu, hakuna tofauti. Halo Swaleh. Umelipata swali vizuri? Kuna tofauti gani baina Ar-Razzaq na Al-Wahhab? Al-Wahhab ni mtoaji bila sababu. Mbili, Ar-Razzaq ni mtoaji bila sababu. Tatu, hakuna tofauti. Namba mbili. Pole sana Swaleh, unaweza kurejea tena hewani, utatupata tena. Umekosa swali hilo, unaweza kurejelea tena. Huyo ni mshindi wetu wa kipindi cha mwisho kabisa, alibahatika kupata shilingi 50,000 kutoka hapa katika musabaka wa wiki, lakini leo amepiga simu amekosa swali. Unaweza kurejea tena hewani, utatupata. Naam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nazungumza na nani na upiga simu kutokea wapi akhi? Naitwa Musa, natokea Dodoma. Musa kutokea Dodoma, karibu sana. Swali lako la kwanza ni lile ambalo umekosa swali. Linasema hivi: kuna tofauti gani baina Ar-Razzaq na Al-Wahhab? Moja, Al-Wahhab ni mtoaji bila sababu. Mbili, Ar-Razzaq ni mtoaji bila sababu. Tatu, hakuna tofauti. Al-Wahhab. Kuna tofauti gani baina Ar-Razzaq na Al-Wahhab? Moja, Al-Wahhab ni mtoaji bila sababu. Mbili, Ar-Razzaq ni mtoaji bila sababu. Tatu, hakuna tofauti. Mimi naona namba mbili, Ar-Razzaq ni mtoaji bila sababu.
Ar-Razzaq ni mtoaji bila sababu. Unaweza ku Ndio. amekosa swali hilo. Unaweza kurejea tena hewani utatupata. Naam, mtazamaji wa Africa TV2, huyo ni Musa kutokea Dodoma. Tulikuwa na swali kutokea Zanzibar, lakini bahati haikuwa yao, wamekosa maswali, lakini unaweza kurejea tena hewani wakati ambao sisi tutakuwa bado tupo hapa. Ikifika wakati ambao tutaondoka, basi tutapokea simu nyingine, lakini sasa hivi unaweza kurejea tena hewani kupitia nambari hiyo hiyo ya simu, wakarejea kwa ajili ya kulijibu swali hilo, ili mradi tuweze kumpata mshindi. Mpaka sasa hakuna mshindi ambaye ameshinda kati ya wale wawili ambao wamepiga simu. Wewe unaweza kuwa mshindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi? Muhammad kutoka Dar es Salaam. Ummu Muhammad kutokea Dar es Salaam. Ummu Muhammad, swali linasema hivi. Swali linasema hivi, control, kuna tofauti gani kati ya Ar-Razzaq na Al-Wahhab? Moja, Al-Wahhab ni mtoaji bila sababu. Mbili, Ar-Razzaq ni mtoaji bila sababu. Tatu, hakuna tofauti. Bwana ujeleta hapo. Namba moja, umepata swali hilo. Twende kwenye swali la pili. Swali la pili linasema hivi. Ni yeye ambaye macho yake yamezunguka kila kitu kilicho katika ulimwengu wa dhahiri na usioonekana. Moja, Al-Musawwir. Mbili, Al-Basir. Tatu, Al-Bari'. Ni yeye ambaye macho yake yamezunguka kila kitu kilicho katika ulimwengu wa dhahiri na usioonekana. Moja, Al-Musawwir. Mbili, Al-Basir. Tatu, Al-Bari'. Ni yeye ambaye macho yake yamezunguka kila kitu kilicho katika ulimwengu wa dhahiri na usionekana. Moja, Al-Musawwir. Mbili, Al-Basir. Tatu, Al-Bari'. Namba mbili, alf mabruk Ummu Muhammad kutokea Dar es Salaam. Huu ndio mshindi wetu wa kwanza katika wale ambao wataingia katika draw ya usiku huu wa leo. Ummu Muhammad ameweza kuingia katika draw ya usiku huu wa leo. Endelea kutazama Africa TV, huenda wewe ndio kawa mshindi wa siku hii ya leo. Vuta subira, omba dua sana, dua ziwe nyingi, kithirisha dua. Kama anavyopenda kusema al-akh Abubakar Ali, kithirisha dua, unaweza kawa wewe ndio mshindi. Muhammad ndio mshindi wetu wa kwanza ambaye anaingia katika draw ya usiku huu wa leo. Muhammad ameingia katika draw, mshindi wa kwanza. Wewe pia unaweza ukaingia katika draw kama alivyoingia Muhammad. Naam, naendelea mbele, tunaendelea kupokea simu mtazamaji. Kama alivyofanya Muhammad, amejibu maswali yake yote mawili na ameweza kuingia katika draw. Wewe pia unaweza kawa mmoja wapo ya wale watakaoingia katika draw ya usiku huu wa leo, na pia unaweza kawa mshindi usiku huu wa leo. Ikiendelea hivi, basi Muhammad yeye ndo atakayekuwa mshindi. Kwa hiyo wa kushindana na Muhammad, piga simu kupitia nambari ambazo zitaonekana katika runinga yako hapo, kisha kujibu maswali ambayo tutakayokuuliza kama ilivyo kawaida. Naam, naendelea mbele kupokea simu. Sawa. Kama tulivyojulishana hapo awali na tulivyoambizana hapo awali kwamba leo tutakuwa na mfumo wa kutumia makaratasi badala ya ule mfumo wetu wa teknolojia, lakini leo tutatumia karatasi kawaida na kuweka katika mfano wa kitu kama hiki, alafu baada ya hapo mwishoni tutazungusha karatasi kama tunavyofanya kule kwenye kompyuta, kisha baada ya hapo tutampata mshindi ambaye atakuwa mshindi mmoja kwa siku hii ya leo. Mtazamaji kwenye line ya simu, assalamu alaikum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi akhi? Naitwa Asma Ahmed kutoka Zanzibar. Nani jina? Asma Ahmed. Asma Ahmed kutokea Zanzibar. Zanzibar sehemu gani unatokea Asma? Unguja.
Unguja kubwa. Saa 10. Sawa. Asma, swali lako la kwanza linasema hivi: kukata udugu hupelekea 1, kutojibiwa dua; 2, husda; 3, rahma za Allah. Rehma za Allah. Umepatia swali hilo. Twende kwenye swali la pili. Swali lako la pili linasema hivi: ni nani kati ya makhalifa wanne waongofu aliyeuawa akiwa anaswali? 1, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ni nani kati ya makhalifa wanne waongofu aliyeuawa akiwa anaswali? 1, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu; Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu; Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alf mabruk. Asma kutokea kule Unguja, saa 10, amekuwa mshindi wa pili kati ya wale washindi ambao wanaingia katika draw usiku huu wa leo. Asma ndiye mshindi wetu wa pili, amepatia maswali yote mawili. Asma mshindi tunamuingiza katika draw. Sasa mtazamaji kwenye line ya simu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti yako iko chini sana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi akhi? Jumanne Rajabu kutoka Simiyu. Jumanne Rajabu kutokea Simiyu. Jumanne, swali lako la kwanza linasema hivi: takwa mahala pake ni 1, mdomoni; 2, moyoni; 3, miguuni. Jibu ni moyoni. Moyoni. Tuende kwenye swali la pili. Swali lako la pili linasema hivi: Qur'ani imeteremshwa kwa muda wa miaka mingapi? 1, 23; 2, 12; 3, 63. Miaka 23. Miaka 23. Alf mabruk. Jumanne kutokea kule Simiyu, umeingia katika draw ya usiku huu wa leo. Ama kwa hakika Ummu Muhammad amepata wapinzani wake, tuseme hivyo, wa kushindana naye katika draw ya usiku huu wa leo. Jumanne kutoka Simiyu ameweza kuingia katika draw ya usiku huu wa leo. Ndio mshiriki wetu wa tatu na mshindi wetu wa tatu katika draw ya usiku huu wa leo. Naam, mtazamaji kwa line ya simu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Nazungumza na nani na napiga simu kutokea wapi? Unazungumza na Ummu Abrar kutoka Pemba. Ummu Abdullah. Abrar. Ummu Abrar. Ummu Abrar kutokea Pemba. Swali lako la kwanza linasema hivi: Naam. maji ya kutawadha yanapokuwa na mabadiliko ya rangi, ladha au harufu kwa sababu ya uchafu, hukumu yake ni 1, yanabaki na sifa, yanabaki safi na yanatoharisha; 2, hayatoharishi tena; 3, yanatosha tu kwa swala ya sunna. Naomba urejeshe swala. Maji ya kutawadha yanapokuwa na mabadiliko ya rangi, ladha au harufu kwa sababu ya uchafu, hukumu yake ni 1, yanabaki safi na yanatoharisha; 2, hayatoharishi tena; 3, yanatosha tu kwa swala ya sunna. Namba 2. Namba 2, hayatoharishi tena. Tuende kwenye swali la pili. Ummu Abrar, swali lako la pili linasema hivi: miongoni mwa aina za zaka ni 1, wanyama wanaofugwa; 2, faida ya biashara; 3, majibu yote sahihi. Naomba urejee tena maana niko kwenye runinga lakini halijaje li swala. Miongoni mwa aina za zaka ni 1, wanyama wanaofugwa; 2, faida ya biashara; 3, majibu yote sahihi. Namba 3, majibu yote ni sahihi. Namba 3, majibu yote ni sahihi. Alf mabruk Ummu Abrar kutokea kule Pemba. Mpaka sasa hivi tunawashiriki
Mpaka sasa hivi tuna washiriki wanne kutoka Dar es Salaam, Muhammad mshindi wetu wa kwanza. Tuna Asma Ame kutoka Zanzibar na Jumanne kutokea Simiyu, Abral kutokea Pemba. Watu wawili kutokea kule kwenye visiwa vya marashi ya karafuu mpaka sasa hivi ndio tuna wako hapa. Mmoja kutokea hapa Dar es Salaam na mwingine kutokea kule mkoani Simiyu hapa nchini Tanzania. Na washiriki hao wanne, Abral anaingia katika draw ya wale washindi usiku huu wa leo. Sasa naendelea mbele mtazamaji. Naam, mtazamaji kwa line ya simu. Asalamu alaykum. Halo, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tuna mtazamaji kwa line ya simu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halo, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tunaendelea mbele kupokea simu za washiriki ambao wanataka kushiriki musabaka wa wiki hii kwa usiku huu wa leo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapana, sisikii. Naam, huyo ametoweka hewani. Bado unaweza kupiga simu kupitia nambari yetu ya simu hiyo kwa upande wa WhatsApp, kwa wale ambao wanapiga simu kwa upande wa WhatsApp na wale ambao wanapiga simu kwa kawaida pia kwa namba hiyo hiyo, na inatoa fursa kwa wale ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania kupiga simu kwa upande huo wa WhatsApp, na tutakupata popote ulipo duniani. Unaweza kupiga simu kupitia WhatsApp na pia unaweza kutazama kipindi hiki kupitia application yetu ya Africa Media Network. Kupitia application hiyo unaweza kututazama vipindi vyetu vyote. Hapo tuko mubashara, vipindi vya kawaida, vipindi vyote unaweza kupata ukiwa popote pale duniani kupitia Play Store pamoja na App Store kwenye application ya Africa Media Network. Na kwa sasa pia unaweza kupiga simu kupitia nambari yetu hiyo hiyo kwa upande wa WhatsApp popote pale ulipo duniani. Hatuchagui wala hatubagui, kwa yote alipo Tanzania na ambaye yupo nje ya mipaka ya Tanzania. Na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi? Unaongea na bana hali Omar. Subhanallah. Unaweza kurejea tena hewani? Nimesikia kidogo tu jina lakini hatujapatana vizuri. Unaweza kurejea tena hewani, usikate tamaa pale ambapo unapokosa swali au simu inapotoweka ghafla hewani. Naendelea kupokea simu. Sijaona simu za Kenya, sijaona simu za Uganda, sijaona simu za Congo DRC, sijaona simu za Rwanda wala Burundi, kwa nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kiswahili. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi? Naongea na mimi kutoka Kondoa. Halo, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi? Naongea na Anas kutoka Kondoa. Nani? Anas kutokea Kondoa. Akhi Anas, swali lako la kwanza linasema hivi: zaka ya fitri, yani zakatul fitri, moja ni wajib, mbili ni sunna, tatu ni haram. Akhi Anas, naam, zakatul fitri ni wajib, sunna au haram? Wajib. Tuende kwenye swali la pili. Swali la pili linasema hivi: kumwita mtoto jina la Abdu ambaye si Allah, mfano Abdu Nabi, hukumu yake ni nini? Moja ni sunna, mbili ni haram, tatu imependekezwa. Anas? Haramu.
Anas kutokea Kondoa, alf mabruk, umepatia maswali yote hayo mawili. Anas, usikate simu tupate kuchukua nambari zako, ili mradi hata baadaye kitokea umeshinda insha Allah tukakupata kwa urahisi na tukapata kukutumia amana yako pale ambapo utakaposhinda. Huyu ni Anas kutokea Kondoa, ameingia katika draw ya usiku huu leo. Anaungana na Ummu Muhammad kutokea Dar es Salaam, Asma Ame kutokea Zanzibar, Jumanne kutokea Simiyu, Ummu Abrar kutokea Pemba kule Zanzibar, na Anas kutokea Kondoa. Bado sijapata simu kutokea nje ya mipaka ya Tanzania, na zitamani sana hizo simu. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawa. Naendelea kupokea simu mtazamaji wa Africa TV2 kwenye kipindi hiki cha musabaka wa wiki, tukiwa na washindi takriban 5 leo hii. Tuko na Ummu Muhammad kutokea hapa Dar es Salaam, Asma Ame kutokea Zanzibar, na Jumanne kutokea Simiyu, Ummu Abrar kutokea Pemba, na Anas kutokea Kondoa. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Ummu Hafsa kutokea Dar es Salaam. Ndio. Ummu Hafsa, swali lako la kwanza linasema hivi mamangu. Naam. Nani aliyesema kuhusu swala ya tarawih na nukuu hii ni bid'a njema? Ni nani aliyesema hivyo? Moja, Sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Naam. Halo? Nakakata rudia swali. Ni nani aliyesema kuhusu swala ya tarawih akisema hivi hii ni bid'a njema? Moja, Sayyidina Abubakar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Tatu, Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Swali la pili, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza ndoa ya shighar. Hii ndoa ya shighar ni ndoa ipi? Ni ndoa aina gani? Moja, kuoa kwa siri milele. Mbili, kuoa kwa mkataba wa muda. Tatu, kumuozesha binti yako kwa sharti la mwenzio amuozeshe binti yake kwa mwanao mwingine bila mahari. Ni ipi ndoa ya shighar kati ya hizi tatu? Nambari 3, kuoa kwa siri milele au? Halo, Ummu Hafsa. Ni kuoa kwa siri milele? Namba 3. Ummu Hafsa, alf mabruk, umeingia katika draw. Ummu Hafsa kutokea Dar es Salaam. Vipi? Halo? Bado sijakupata. Hebu control rudisha ni swali, maana naambiwa anaona anajibu jingine, ndio maana Mamangu umesema vipi? Linasemaje hilo jibu? Namba 2, kuoa kwa mkataba maalum, yani kuoa kwa mkataba maalum na uhakika mama eh? Vile vile hata tunaelewa tu. Tupia sana. 3, swali la namba 3. Namba 3, sio namba 2 tena.
Sawa, alf mabruk Hafsa, japo ilibaki kidogo. Uende ukaungane na wenzangu na mimi ambao tutaambulia tu tutaambulia kupiga simu. Lakini nimepata swali hilo. Ni mmoja wa washindi ambao umeingia katika draw control. Mtaniambia tunapokea simu ngapi mpaka sasa hivi? Simu moja ya mwisho ndio hii hapa, hii ipo hewani. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi ndugu yangu? Unazungumza na Hussein Suleiman kutoka Dar es Salaam. Hussein Suleiman kutokea Dar es Salaam, hapa jiji la gharama. Naam, karibu sana. Jiji la gharama ishi kulalama. Ndio bwana. Sawa, ndugu yangu, swali lako la kwanza linasema hivi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kurudisha zawadi ni sawa sawa na moja, kula nyama ya binadamu; mbili, mbwa kula matapishi yake; tatu, kula nyama ya nguruwe. Narudia swali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa kurudisha zawadi ni sawa sawa na moja, kula nyama ya binadamu; mbili, mbwa kula matapishi yake; tatu, kula nyama ya nguruwe. Hussein. Naam. Jibu. Kula nyama ya nguruwe. Kula nyama ya nguruwe. Una uhakika? Naam. Shukrani sana, umekosa swali hilo ndugu yangu. Tukutane tena wakati mwingine. Naam. Umekosa swali hilo ndugu yangu. Pole sana. Umekosa swali hilo. Tunaweka haya maswali kwa ajili ya kipindi kijacho. Tutakuja kuyaleta tena hapa kuyajibu kwa wale ambao wameshindwa kujibu, kwenda kutafuta huko na kusoma. Insha Ar-Rahman unaweza ukarejea. Basi sawa mtazamaji, kwa sasa mpaka hapa nina washiriki 1 2 3 4 5 6. Muhammad kutoka Dar es Salaam, Asma Ame kutokea washindi, samahani, kutokea Zanzibar, Jumanne kutokea Simiyu, Abral kutokea Pemba, Anas kutokea Kondoa na Hafsa kutokea Dar es Salaam. Na kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuja kuweza kuwatangaza au kumtangaza mshindi ambaye tutampata hapa kupitia katika kipindi hiki cha msabaka wa wiki. Usiondoke, tutarudi baada ya muda mfupi. Africa TV, lengo letu ni kufikisha elimu na mafundisho ya Uislamu kwa Waislamu zaidi ya milioni 100 wanaozungumza lugha ya Kiswahili barani Afrika. Ungana nasi katika kulifikia lengo hili kwa kuichangia Africa TV. Kuchangia Africa TV kwa mitandao ya simu: Tigo Pesa nambari 0711556652, jina Africa TV Culture. M-Pesa nambari 0747244786, jina Africa TV Culture. Airtel Money nambari 0788449225, jina Africa TV Culture. Zantel Easy Pesa nambari 0779753275, jina Africa TV Culture. Kuchangia Africa TV kwa akaunti za benki: Amana Bank kwa akaunti ya shilingi ya Tanzania, account number 0031109456500001. Kwa akaunti ya Euro, account number 0031109456500002. Jina la account kwa akaunti zote mbili, yani akaunti ya shilingi ya Tanzania na akaunti ya Euro, ni Africa TV Culture Limited.
Ungana nasi kwa kuichangia Africa TV kwa maendeleo ya umma. Africa TV, mwongozo wa maisha. Naam. Tumerejea tena na huu ndio ule wakati wa dakika za majeruhi kumpata yule nani ni nani usiku huu wa leo ambaye ataondoka na shilingi 50,000 katika musabaka wa wiki hii. Na tuna Ummu Muhammad kutokea hapa Dar es Salaam, Asma Ame kutokea Zanzibar, Jumanne kutokea kule Simiyu, Ummu Abrar kutokea Pemba, pamoja na Anas kutokea Kondoa na Ummu Hafsa kutokea hapa Dar es Salaam. Na moja kwa moja tunakwenda kumchagua mshindi, na nina washindi wangu wote wako kiganjani hapa. Yule ambaye tutakayemchukua hapa ndiye ambaye atakayekuwa mshindi usiku huu wa leo. Na kwa hesabu 1 2 3. Na kujua mshindi ambaye leo ataondoka na shilingi 50,000. Mshindi wetu siku huu wa leo ni Jumanne kutokea kule Simiyu. Alf mabruk Jumanne kutokea Simiyu ndio mshindi wetu kwa usiku huu wa leo. Aliweza kuwa miongoni mwa wale washiriki wachache ambao hapa ninao katika karatasi yangu. Ummu Muhammad kutoka Dar es Salaam alikuwa ni wa kwanza, Asma Ame kutokea Zanzibar alikuwa mshiriki wa pili, Jumanne kutokea Simiyu ndio alikuwa mshiriki wa tatu, Ummu Abrar kutokea Pemba wa 4, Anas kutokea Kondoa wa 5 na Ummu Hafsa kutokea hapa Dar es Salaam ni wa 6. Hao wote ndio walikuwa washindi wetu wa siku wa leo, na tulikuwa tunamtaka mshindi mmoja tu kati ya wale. Napatikana Jumanne kutokea Simiyu. Sawa. Shukran sana mtazamaji, na tulikuwa na hao washiriki, na mpaka hapa ni kuseme kuwa Jumanne ndiye mshindi wetu kwa siku wa leo. Tutakutafuta kwa ajili ya kukutumia amana yako usiku huu. Siku hizi hatulazi damu, usiku tu tunakutumia amana yako unaipata kwa wakati husika. Kwa niaba ya Swaleh Muhammad, Saidi Azizi, Abdul Qawi Benego na muandaaji wa kipindi hiki na mrusha matangazo katika kipindi hiki usiku wa leo Abubakar Ali, mimi naitwa Ali Abdallah Mapande, nikutakie usiku mwema na utazamaji mwema vipindi vinavyofuata kutoka hapa Africa TV 2, mwongozo wa maisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La